Mfumo wa utoaji wa huduma za afya nchini kama mnavyojua, kwa mujibu wa sera ile 2007 ni piramidi in nature. Maana yake huku chini kabisa tuna zahanati, vituo vya afya na hospitali zile za halmashauri, ambayo hiyo inasimamiwa utekelezaji wake na TAMISEMI. Halafu tuna hospitali za rufaa za mkoa, za kanda na zile za kitaifa ambazo zinasimamiwa na Wizara ya Afya. Lakini Wizara ya Afya pamoja na mambo mengine ndio inaandaa sera na mwongozo. Lakini pia inasimamia hiyo 20% katika utekelezaji. Sasa baada ya kuwa nimesema hivyo, uangalie jinsi ya utekelezaji wa hiyo piramidi, ndipo unapokuja kuona kwamba tumekuwa tunasuasua huko nyuma. Lakini ukiangalia tangu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aingie madarakani mwaka 2021, kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika kwa kila level. Ukiangalia kwenye afya ngazi ya msingi, kuna zahanati nyingi zimejengwa, vituo vya afya vingi vimejengwa, na hospitali za wilaya zimejengwa kama 77. Kwa hiyo kwa ujumla hicho kipindi vituo vya kutoa huduma za afya kama 3330 vimejengwa. Lakini vifaa na vifaa tiba kwa ngazi zote, kuanzia digital x-rays, ultrasound na CT scan mpaka ngazi za juu, vyote tumeona kutoka kwenye hotuba ya waziri, na wote tunajua mpaka huko nyumbani mashahidi, vimekuwa equipped. Na maana yake ni kwamba sasa Watanzania wanapata huduma ambazo ni nzuri zaidi, na hii tunagawanyika. Sasa ukija kwenye ngazi ya juu kabisa ya kitaifa, tunaona kwamba tumekuwa na hospitali ya Muhimbili na taasisi zake. Lakini hospitali ya Muhimbili na taasisi zake napo kuna uwekezaji mkubwa umefanyika Mloganzila na kadhalika. Lakini sasa ili kutekeleza hiyo piramidi yote, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na Wizara ya Afya, unaona wameamua sasa kwamba tumewekeza sana huku chini. Sasa twende kwenye utalii tiba, tuwekeze kwenye hospitali ya Muhimbili mpya ambayo itakuwa na vitanda vingi, lakini itapunguza muda wa wagonjwa ambao wanapelekwa pale ku save life, kupata huduma kwa haraka zaidi. Na pia nasikia itakuwa pia na mafunzo kwa wataalamu namna ya kutumia vifaa vya kisasa ambavyo vitakuwa vimenunuliwa. Kwa hiyo tunaunga mkono hiyo hospitali ya Muhimbili mpya ifanyike, ili angalau kwa nchi za Afrika Mashariki na nchi za kusini mwa Afrika tuwe ni nchi ya kwanza ambapo watu wanatoka huko baada ya kwenda India waje wakatibiwe hapa. Kwa hiyo tunaunga mkono, lakini pia tunaunga mkono kwa sababu tumejenga vituo vya kutoa huduma ya afya vingi na huduma, ili Watanzania wapate huduma vizuri. Tunaunga mkono pia hoja ambayo Mheshimiwa Waziri amesema ya kujenga viwanda vya dawa, vitendanishi pamoja na viwanda vya kutengeneza vifaa na vifaa tiba. Nadhani nalo hilo naliunga mkono. Sasa baada ya kusema hivyo, nirudi tena kwa sababu ni piramidi. Nasema ukiangalia pia vipaumbele vya Wizara ya Afya, mmesema mnataka kuwekeza zaidi katika kinga ya kuzuia magonjwa ya kuambukiza, mlipuko na magonjwa yasiyo ya kuambukiza.